Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii usiku wa leo. Maandamano mengine ya Watanzania yamezuka sasa hivi eneo hili, huku wakipinga ushindi wa Samia Suluhu Hassan na kuitaka serikali iweze kuwajibika kuhusu mauaji ya wakati wa maandamano ya uchaguzi. Watanzania wenye hasira wameonekana wakibeba mabango ya kuweza kukemea ukandamizaji pamoja na mauaji yaliyotokea. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika eneo zima, huku Watanzania wanaoishi Afrika Kusini, South Africa, wakiingia katika mitaa ya Johannesburg mapema leo na kufanya maandamano. Hata hivyo, walifanya maandamano ya amani kulaani kile walichokitaja kuwa mauaji ya kikatili ya raia wao wa Tanzania wasio na hatia wakati ya maandamano ya baada ya uchaguzi nchini humo. Waandamanaji hao wa Kitanzania nchini South Africa wakipeperusha bendera ya Tanzania na kubeba mabango yenye ujumbe mzito kama vile acheni kuua Watanzania, haki kwa wahasiriwa na Samia aende ICC, walikusanyika nje ya ofisi kuu za kidiplomasia wakidai haki na uwajibikaji kwa waliopoteza maisha wakati wa maandamano ya Tanzania. Mashuhuda kutoka eneo la tukio walieleza hali iliyojaa hisia wakati mamia ya Watanzania, wengine wakiwa wamevalia riboni nyeusi, kuomboleza wahanga wa maandamano ya Tanzania nchini South Africa. Pia walipita katikati ya jiji kuu wakiimba nyimbo za kupinga ukatili na ukandamizaji wa kisiasa. Maandamano hayo yaliyoandaliwa na Jukwaa la Wananchi Afrika Kusini yalitaka kupaza sauti za wale waliorejea nyumbani ambao kwa mujibu wa washiriki wananyamazishwa kwa hofu na vitisho baada ya maandamano ya Tanzania. Kulingana na waandalizi wa maandamano hayo, South Africa yalilenga kuwasilisha matakwa matatu makuu kwa jumuiya ya kimataifa. Kwanza, walitaka matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 yaliyofanyika nchini Tanzania yaweze kufutiliwa mbali mara moja kwa madai kuwa uchaguzi haukuwa huru wala wa haki. Pili, waliitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC kuanzisha uchunguzi rasmi na kumfungulia mashtaka Rais Samia Suluhu Hassan na utawala wake kwa tuhuma za kuhusika na mauaji na unyanyasaji wakati wa maandamano ya Tanzania. Mwisho, waliitaka serikali ya Tanzania kuanza kutunga katiba mpya ili kurejesha haki kwa Watanzania, demokrasia na uwajibikaji kufuatia machafuko yaliyosababishwa na maandamano. Walioshuhudia walisema matembezi hayo yalikuwa ya amani, yakilindwa vikali na polisi wa South Africa, Afrika Kusini, ili kuhakikisha usalama, tofauti na matukio ya vurugu yaliyokuwa yakidhihirisha maandamano ya Tanzania huko nyumbani. Viongozi wa jumuiya hiyo walihutubia kwa zamu, huku wakiwataka Watanzania kuendelea kuwa wamoja na kuendelea kudai haki zao kwa amani. Mzungumzaji mmoja, Mwajuma Ramadhan, alitamka kwa hisia kwamba hawataki vurugu bali haki, na kuongeza kuwa ulimwengu lazima usikie kilio cha Watanzania walioteseka wakati wa maandamano hivi majuzi. Maandamano hayo yamekuwa mojawapo ya maonyesho kadhaa ya kitaifa ya mshikamano tangu maandamano ya Tanzania yalipoke kufuatia uchaguzi mkuu uliokumbwa na utata. Watanzania walio nje ya nchi wameandaa mikutano ya aina hiyo katika miji ya London, Washington DC na The Hague, kila mmoja ikitoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua msimamo dhidi ya kile wanachodai kuwa ni unyama unaofadhiliwa na serikali. Maandamano ya Tanzania ambayo yalianza kama maandamano ya amani kwa madai ya wizi wa kura yaligeuka kuwa mbaya haraka, huku vikosi vya usalama vikikabiliana na waandamanaji. Mashirika kutetea haki za binadamu yameendelea kutoa ripoti zinazosumbua kuhusu maandamano yaliyofanyika Tanzania kwa madai kwa vyombo vya usalama vilitumia risasi za moto na kuwakamata pia watu kiolela ili kukandamiza upinzani. Serikali hata hivyo inashikilia kwamba jibu lilikuwa muhimu kudumisha utulivu na kulinda mali. Licha ya msimamo huo, kanda za video zinazosambaa mtandaoni zimeonyesha matukio ya kutatanisha, polisi wakiwapiga raia wasio na silaha na kuchochea hasira miongoni mwa watu wanaoishi nje ya nchi na kuzua maandamano ya leo huko Johannesburg, South Africa, kudai haki kwa wahanga wa maandamano ya Tanzania. Uongozi wa Jukwaa la Wananchi Afrika Kusini ulisema maandamano yao hayakuwa
kitendo cha uasi, bali ulikuwa ni wito wa kuwajibika kwa maadili. Wakati nyimbo zikiongezeka nje ya ubalozi mdogo wa Tanzania mjini Johannesburg, wazungumzaji walisimulia shuhuda kutoka kwa familia za nyumbani zilizopoteza wapendwa wao wakati wa maandamano ya Tanzania. Wengi walisema hawakuweza kusimama tu huku nchi yao ikiingia kwenye hofu na ukimya. Walinyanyua picha za marehemu wao za kutoweka, wakitaka jumuiya ya kimataifa kukumbuka majina yao na kudai uwajibikaji wa maandamano ya Tanzania. Maandamano hayo pia yalivuta hisia kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu ya Afrika Kusini ambayo yalionyesha mshikamano na wenzao wa Tanzania. Wanaharakati kutoka Baraza la Haki za Binadamu la Afrika Kusini walijiunga na maandamano hayo na kutangaza kwamba ukosefu wa haki popote pale ni tishio kwa haki kila mahali. Wamelaani matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano ya Tanzania na kutaka Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kutuma wachunguzi nchini Tanzania mara moja. Wito wa ICC kuhusika katika maandamano ya Tanzania umeshika kasi katika siku za hivi karibuni, huku wataalamu wa sheria walio nje ya nchi wakidai kuwa ushahidi uliokusanywa na wanaharakati wa Tanzania unaweza kufikia kizingiti cha uhalifu dhidi ya binadamu. Baadhi ya mawakili wa diaspora tayari wameanza kuandaa mawasiliano huko The Hague, wakitaja mifumo iliyoenea ya mauaji, mateso na kulazimisha watu kutoweka wakati wa maandamano ya Tanzania. Katika taarifa iliyotolewa mtandaoni, waandaaji wa maandamano hayo huko South Africa walisema kuwa huo ni mwanzo tu na kwamba Watanzania wanaoishi nje ya nchi ya Tanzania wataendelea kuandamana kila wiki hadi ICC itoe majibu. Walisitiza kuwa maandamano ya Tanzania si matukio ya pekee, bali ni sehemu ya mtindo wa muda mrefu wa ukandamizaji unaohitaji uingiliaji wa haraka wa kimataifa. Wakati huo huo, ndani ya Tanzania hofu bado imetanda katika miji mingi kufuatia matokeo ya maandamano ambapo watu wengi bado wamepotea, wengine wanadaiwa kufariki. Ripoti pia zinaonyesha kuwa doria kali za polisi zinaendelea katika ngome za upinzani, huku baadhi ya vitongoji vikiwa chini ya uangalizi wa karibu. Familia za wahasiriwa wanasema wanatishwa kukaa kimya kuhusu kile kilichotokea wakati wa maandamano ya Tanzania, huku waandishi wa habari pia waliojaribu kuandika matukio hayo wakidaiwa kunyanyaswa au kuwekwa kizuizini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa kuongezeka kwa umakini wa kimataifa kwenye maandamano ya Tanzania kunaleta changamoto kubwa kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Serikali imejaribu kuonyesha utulivu na hali ya kawaida, lakini maandamano nje ya nchi na kutaka ICC kufunguliwa mashtaka yamezidisha hali ya uchunguzi. Baadhi ya wataalamu wanaamini kuwa maandamano yaliyotokea Tanzania yanaweza kuwa alama mabadiliko katika historia ya kisiasa ya Tanzania na kulazimisha majadiliano ya muda mrefu kuhusu haki na mageuzi. Jumuiya ya Tanzania wanaoishi nje ya nchi mjini South Africa pia imeahidi kutoa msaada wa kibinadamu kwa familia zilizoathiriwa na maandamano huko Tanzania, ikiwa ni pamoja na msaada wa matibabu na msaada wa kisheria. Walisema hata haki ikichukua muda wataendelea kupigana kuwakumbuka wahanga, kuhakikisha maandamano ya Tanzania hayasahauliki kamwe. Mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment kuhusiana na maandamano yaliyofanyika South Africa. Vile bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.